Ramadhani Karim, ya Ramadhan, Ramadhani Karim, ya Ramadhan. Unachoongea uko sahihi kabisa. Inabidi tutafute sehemu. Aisha. Hivi umechanganyikiwa? Habari shungo afuja. Kiwango. Kwa hiyo wakati mimi natoka ndio mnavyofanya, ndio mnavyoishi, si ndio? Hapana mwanangu. Yaani huyu alipotoka mazingira yake ulikuwa mwenyewe unajua. Kwa hiyo hapa tunamrekebisha mdogo mdogo. Mazingira yake alipotoka, lakini sio nyumbani kwangu. Sawa? Sio nyumbani kwangu kabisa, na mambo kama haya sitaki kuyaona kabisa. Si umeelewa? Sawa mwanangu. Ukae uongee naye. Sawa, mimi nitaongea naye pia nitaendelea kumfundisha. Unajua mke wangu mimi nakuamini sana. Na ndio maana yote nasema darasa ni kitu muhimu sana. Sawa mwanangu, usijali. Hivi Aisha, unajiona una akili sana au unajiona uko sawa wewe? Naongea na wewe. Unajiona uko sawa? Mbona unataka kunizalilisha mimi? Unatembea uchi. Utoka unapotoka uchi unatembea kabisa. Hivi unajiona umevaa nguo hapa? Sasa kaka kuna shida gani? Mimi najiona tu niko sawa. Uko sawa eh? Najiona tu uko sawa. Huu ni mfia kwa jinsi Naongea na wewe, huu ni mfia kwa jinsi unashindwa kuvaa mavazi kama haya? Sasa ukiendelea mambo kama haya ni nyumba. Utaenda utatafuta sehemu ya kwenda kukaa. Lakini sio nyumbani. Bavu. Toka. Ukiangalia ndani. Kion. Hebu kaa na wifi yako. Hebu kumpa darasa. Ajihifadhi vizuri. Wewe jinsi umejihifadhi wewe. Na angejistiri kama vile. Mbona kapendeza? Sawa, mtamaji. Oa. Simenti tayari hizo. Bila msubiri fundi. Ukija mchanga hapa, ndio changanya kwa nianze kule kuweka matofali haya. Unajua ninapotokea kule msingi hapo shakuwa tayari na kwa mambo yashakuwa fresh. Hapo. Mimi namalizia kuandikia hapa hivi. Kama mpaka fundi akifika. Au sio mzee? Hiyo. Hapa. Yeah.
kwa mfanyakazi ndio yako. Sawa. Kuja akija anakuwa akija anatuta sasa tumemaliza mdogo wangu. Mdogo mdogo kama hatutaki. Kwa maisha yetu. Ndio maisha. Bila kuhangaika huwezi kupata. Sisi tuzingatia tujasoma. Hata ukisoma ajira je wapi? Usome ukijua ajira iko wapi? Kwa hivyo bwana inabidi tupambane kiume. Tukana hapa walaji wapo. Sisi kazi yetu kufanya. Aisha. Shikamoo brother Shoneke. Shikamoo ya nini? Shikamoo na mkiana watu wazee. Sio vijana shikamoo. Kwanza imekuwa kama bahati. Nataka nije huko kwenu. Yupo kaka, unaweza tu kaenda. Afu unajua siku ya leo nilikuwa nakuja kwa ajili yako. Kuna siku ya kumfuata kaka, alafu kuna siku ya kukufuata wewe. Yaani siku ya leo nilikuwa surprise kwako. Unajua sikiza kwambia Aisha. Yaani unajua mimi nakupenda sana Sosi. Ni kweli dada wa rafiki yangu lakini upo kwenye moyo Sosi. Unajua nakupenda. Umeelewa? Sijaelewa. Afu haya naongea ndipo serious yani. Sikuficha Aisha. Yaani mimi lengo langu sio kama nataka kuchezea. Nataka nikuweke wewe pia. Umeona? Kabisa? Kwani kuna ubaya? Basi mimi nikajua unajiheshimu mtu mzima, labda unakuwa vizuri. Kumbe unakuwa na wewe wako. Labda nikuulize. Kwa unavyoniona, mimi nafaa kwa mke wa pili wa mtu? Au hata kama ndo mke wa pili, ndo kwako wewe? Kitambi hicho mimi nakipeleka wapi? Kitambi cha kawaida, kwani kinakubeba kitambi na kubeba mimi? Hiki achana nacho. Umeelewa? Yaani hiki kitazidi yani kwa ajili yako. Unajua mimi hiki hapa kinazidi kwa ajili yako. Kaka mimi naomba unyamaze. Hivi una akili wewe? Au ni kichaa ambapo uchizi unakuanza, si ndio? Basi unapauka sana watu kupita njiani. Si umetaka mwenyewe nikuvunjie heshima, mwenyewe hujaheshimu, mimi nikuheshimu nani? Tena nisikilize. Sitembeage na machokola kama wewe. Na hata ikitokea labda nataka mwanaume kwenye hichi kijiji, hata usiku wa manane, siwezi kusema ninakutaka wewe. Halafu ninakuheshimu kama kaka yangu. Na ukitaka niendelee kukuheshimu, haya maneno yako uliongea leo usirudie tena. Kwa hiyo ina maana haya maneno ambayo nilikwambia mimi yana ugeni gani sasa? Yule pale mimi ni rafiki yangu, sina udugu naye. Umenielewa? Nikikuoa wewe, yani urafiki na ushemeji unazidi. Tuna chokola Aisha. Nadhani umenielewa. Sasa kama utataka nikuvunjie heshima, siku nyingine ukiona najipitisha pale njiani na safari zangu. Miti. Kwanza kuja kuangalia kwanza mtu anyeme niko kwa nini tu na mtani hata nini. Niko kuna maangalia. Sasa ona nini mpaka unasema nini? Angalia kwanza mitegea kitu nyinyi mitega nyinyi mkakaa ng'ombe. Toka zako.
Karibu. Asante. Ngoja ngachukue mkikamana undani tukaa kuna joto, tukakae pale kwenye kimvuli pale ndugu yangu tuongee. Asa. Haya. Jamani. Nimefurahi kukuona. Karibu ndugu yangu. Asante. Karibu tukae. Asante. Zapa. Nasikia wewe kutoka hapo. Safi. Namshukuru Mungu. Si tuko salama naambie ndugu yangu. Kwanza hongera. Asante. Maana nimekaa huko nikaona sio vizuri ndugu yangu kaolewa, alafu nishindwe hata kwenda kumtembelea. Inakuwa ipendezi kwa kweli. Nashukuru kuja maana ulivyonisusa, yani nilikuwa nasema wewe ndugu yangu utanitoka nisusa hivi. Yani nimefurahi kweli kukuona kwa kweli. Ndio hivyo. Kwa kweli unajua ndoa ni jambo la heri. Kwa hiyo inakuwa sio vyema ndugu yako akishapata nusura kama hiyo alafu kumpotezea moja kwa moja. Kikubwa tu mimi nakuombeeni wewe pamoja na mumeo. Mwenyezi Mungu awabariki, awajalieni sana. Mpate watoto wema na wenye kuwasikiliza waelewa. Inshallah tutajalia heri. Na nimekaa naona ndugu yangu kaolewa lakini bado sijaenda kumtembelea. Lakini shoga yangu, Niambie. Najua hatua alofikia wewe ni nzuri. Hata mimi mwenyewe pia naitamani. Ila tu ndio hivyo Mwenyezi Mungu bado hajanijalia. Sawa ndugu yangu usijali. Nafurahi nashukuru sasa hivi niko nimetulia na mume wangu. Mwenyewe tunapendana, ananipenda, ananijali. Ananikia kila kitu, yani na enjoy yani. Hata hivyo umekuja shemeji yako katoka kaenda msikitini hapo, hata ungemuona ungesalimia. Ipo siku nitamsalimia. Tutaongea mengi na mengineyo. Ila kwa leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa nimekukuta wewe. Basi utamfikishia salamu zangu, utamwambia kama nilikuja. La kama atanikuta hapa basi itakuwa ni heri. Basi sawa, akikuta atafurahi maana. Hapo ungechelewa ndio hata usingenikuta. Kwenda. Sasa mimi nakaa ndani peke yangu muda wote nafanyaje? Ambapo nasafisha viatu hapa nini ningeload huko. Kacheki masuala ya game. Saba mkali. Mimi nimekuja kuchukua ile shule na kuambia siku ile. Issue gani tena? Maana nishakuwa na mambo mengi sasa hivi. Jamani. Sili kwamba ila ngakate sare kuna pati. Kuja mmoja nikajua labda ngoja jambo la maana. Kumbe ndo umekuja kwa ajili ya hela ya sare. Ndio. Sikiliza kitu kimoja. Kwanza nimeshapanga habari za shughuli sasa hivi kwa sababu sasa tunakaribia hapo. Kwa vingine kidogo punguza. Alafu historia havina faida yoyote kwa wewe. Zaidi ya kudhalilisha tu basi. Mimi hela shughuli kwanza sina. Sawa, nakwambia usiponipa hiyo hela hata 50 yako kwanza mimi na tusijuane. Wewe vivyo tunavyotaka fresh tu. Ukitaka utarudi, usipotaka basi. Usinumize kichwa asubuhi hapa.
Wewe ina maana unakufanya nini? Yaani uko dalali mangapi? Nini tena tunataka tusiane pressure? Mimi mwanzo naumwa jamani. Nina kisukari, nina gono, nina makaswende, nina malaria, nina ugonjwa wa moyo, nina pressure. Shida nini kwani jamani eh? Eti dada Amina, shida nini? Unapotuhesabia malazi unategemea sisi tunatembea na dawa. Sikiliza nikwambie. Kwa nini umenitia aibu? Aibu gani? Aibu gani? Aibu gani dada Amina? Impa kazi gani? Eti bibie, kwani si fresh? Wewe koma. Tena usinishirikishe na hasira na wewe mbwa wewe. Ungekuwa na hasira mingi utabasamu kama hivi. Wewe sikiliza dadangu, sawa? Umesikia? Unajua dada Amina, mimi jambo lilienda vizuri. Sijui vizuri. Sasa huyu kwanza ana kesi na mimi, geka nikimbia mimi huyu. Huyu mimi kanikimbia. Wewe, jambo lilienda vizuri. Ulimpa chake? Nani? Unajui kama tunaangalia sasa hapa? Wewe una akili vizuri wewe? Huyu wewe una udugu naye? Kama wewe ulikuwa una hela kwa sababu gani usingefuata dada yako binamu? Unaenda kumchukua huyu mtu baki alafu unajifanya kama vile umemiliki wewe. Sikiliza nikwambie dada Amina. Sawa Mimi huyu wakati sinajua tena. Acha utapeli. Umeelewa Acha utapeli. Madalali yote wenzio wanadalalia vyumba. Wewe tapeli mpaka kwenye mwili wa binadamu wenzio. Wewe koma wewe. Wewe dada hebu acha. Wewe sitaki uniongeeshe. Hebu acha unafiki dada Kwanza mtu wenyewe viuno vya sogoji wana. Nyako ni vya sogoji wana alivyonikishia siku kucha sasa ulisawasinya. Nini bwana wewe sili mradi tu mambo yaende na mimi nimalize kichupa. Kama ulikuwa unamuona viuno vya sogoji wana kwa sababu gani ulibaki naye? Si ungemfukuza muda huo. Mimi nimeona langu itaenda kibulebule kwa sababu gani? Kila nikimwelekeza kaa hivi hakai. Kaa hivi hakai. Ana mambo mazuri huyo uno la sogoji wana. Yaani sala. Hana huyu. Sono. Unajielewa wewe? Kwani una aibu mwanaume mzima wewe? Aibu gani ni kile kelele katurubai. Yaani wewe unashinda kumpa huyu hata japo hata shilingi 5000 ungempa. Yaani huwezi kuamini. Mimi maskini ya Mungu na nengeneka. Mwenzangu kakaa vile vile kama gogo sidipa. Ya nini nipe langu? Una haya Una haya Hayawani, siwezi kape langu mimi vivi. Wewe naye kwenda la Saddam kiasi hicho. Mimi ningekuwa mimi nisingekubali. Yaani ndio sikia nakwambia. Yaani huyu hapa hajafanya shawa sana. Yeye anajiona sijui. Yaani atakudalia mapenzi huyu. Niye huyo. Wewe kwa naongea wewe sinaongea wewe. Wenzio anakopa hela kausha damu akopi miili ya watu. Wewe ukome wewe. Mpe lake sasa hivi. Kakobe, ni mimi nitoe hela? Mpe lake sasa hivi. Kakobe. Mimi nitakuchenjia. Ngoja kwanza nimalize kuongea. Msiwe mnadadakia juu kama vile mmepata ugonjwa wa malaria. Uliokuja ghafla mnapiga kai kama walevi wa pombe. Mpe lake. Nitoi hela kwa sababu unaona akitaka twende tena tukajaribu kama akajifunza. Sasa wewe nikwambie. Hakuna kukutana wala nini. Kwa sababu wewe unamwogopa nini na wewe? Usituletee ujinga hapa. Samani. Bila sana. Nia na madhumuni kukuleta sehemu hii. Mimi nafsi yangu, moyo wangu unataka kukupenda. Kukupenda huku nia na madhumuni sio kukuchezea. Nia na madhumuni kufanya nusra. Nahitaji kukuoa. Unioa tena? Hivi. Unapoona mimi na wewe tunaendana kweli? Kwani tusiendane? Mbona tunaendana vizuri tu? Mtu yani jinsi ulivyo na mimi tunaendana vizuri tu. Usione kwa sababu mavazi uliyovaa na mimi jinsi nilivyo inaweza nikakutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Kwa sababu nafsi na moyo ukihitaji kukupenda basi nakupenda mazima. Tafadhali naomba unikubalie ombi langu. Sawa. Kwa kuwa umesema umelizia kwa jinsi nilivyo, basi mimi nipo tayari. Sidai tu. Siamini kwa hayo ambayo naongea hapa. Hemu ongea tena ili nizidi kusikia vizuri. Na wewe unasema? Bwana. Jamani, nipo tayari. Kwa kuwa umesema utanilizia jinsi nilivyo kama ulivyosema na unanijua kabisa mazingira yangu. Umelizia kutoka maoni mwako. Mimi sina kinyongo, nipo tayari. Lakini kumbuka mimi japokuwa nilivyo lakini naishi na wazazi. Kama kweli unanipenda na unahitaji kunioa, ni vyema zaidi ukafuata utaratibu wa dini, pia hata utaratibu wa nyumbani. Ili uje ujionyeshe nyumbani, uje unioe. Mimi niko tayari.
Ndio maana nikakwambia mwanzo sipo tayari kukuchezea. Nitafuata utaratibu kwa wazazi, sawa, kuandika barua, kumtuma mshenga wangu akaleta barua nyumbani na nikafuata utaratibu nikakuoa. Sawa. Nimekuelewa. Kwa hilo halina shida. Basi nifanye kusikia hivyo. Mungu wangu, nimekosa nini mimi? Mbona wanawake wenzangu wote wanaolewa? Kwani mimi kasoro yangu nini? Alafu hata Halima naye, yaani Halima huyo naye mjua mimi, leo anaishi kwenye ndoa. Halima amekuwa mke wa shehe. Iweje mimi niishi hivi kihuni? Yaani kwenye hii nyumba naishi na mwanaume ambaye sijafunga hata naye ndoa. Jamani, Mungu naomba unisaidie nipate ndoa na mimi niheshimike kama wanavyoheshimika wenzangu. Halafu na Ramadhani ndio hiyo inakuja, ile nenda rudi. Nimechoka kwa kweli. Mungu naomba unisaidie na mimi nipate ndoa, niishi na mume wangu vizuri, tuheshimiane, tupendane, mambo mengi yaendelee. Naomba unisaidie, wewe ndio kila kitu. Miezi 11 unakula mchana, siku 30 za kushinda nini? Ewe mwanadamu, nini unafanya? Tambua adhabu kali za kungoja, kufunga ni thawabu kwa Mola, na pia tutapata afya bora. Mtume wetu amesema tufunge tutapata afya. Ramadhani karim ya Ramadhani, Ramadhani karim ya Ramadhani, Ramadhani karim ya Ramadhani. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Ya kwenda peponi. Ramadhani ndio njia Ya kwenda peponi. njia yetu acha